Home Clinic. Salamu ni muhimu kwa ajili ya kufungua mazungumzo. Mtazamaji wa SAUT TV, ni matumaini yangu mzima wa afya na unaendelea vyema. Karibu katika kipindi cha Home Clinic, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatano muda na wakati kama huu. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, afya ya akili ya mama mjamzito inachangia katika ulinzi na usalama wa mtoto aliyeko tumboni. Mtazamaji wa SAUT TV, katika kipindi hiki cha Home Clinic, siku ya leo tutaangazia mada inayosema athari za msongo wa mawazo kwa mama mjamzito. Karibu tuwe sote, utakuwa nami Stella Po mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Awali ya yote tujikumbushe katika Clinical Puzzle ya wiki iliyopita, ambapo swali lilikuwa likihoji kwa nini inashauriwa kuepukana na matumizi ya vyakula vyenye mafuta mengi kupita kiasi, na majibu yake ni kama ifuatavyo. Vyakula vyenye mafuta mengi kupita kiasi vinaweza kusababisha magonjwa mbalimbali ikiwemo shinikizo la damu, uzito kupita kiasi, halikadhalika matatizo ya moyo. Baada ya kutazama majibu ya Clinical Puzzle ya wiki iliyopita, na sasa twende tukatazame afya storyline ya wiki hii. Ujauzito ni kipindi muhimu chenye mabadiliko mengi ya mwili na hisia kwa mwanamke. Wakati huu baadhi ya wajawazito hupata msongo wa mawazo unaweza kuathiri afya ya mama na mtoto. Ni muhimu kuelewa hali hii ili aweze kuidhibiti mapema. Katika makala ya siku hii ya leo, tutaangazia ni kivipi msongo wa mawazo unaweza kusababisha changamoto kubwa kwa mama wajawazito. Msongo wa mawazo ni hali ya kuwa na mawazo mengi, hofu, wasiwasi au pressure inayomfanya mtu kujisikia kuchoka kiakili pamoja na kihisia. Kwa mama mjamzito, msongo wa mawazo unaweza kutokana na mabadiliko ya homoni, hofu ya kujifungua na changamoto za maisha. Sababu mbalimbali za msongo wa mawazo zinaweza kuchangia madhara makubwa kwa mama mjamzito. Sababu hizo zinaweza kuwa ni hofu ya uchungu wa kujifungua, wasiwasi kuhusu afya ya mtoto, mabadiliko ya homoni, changamoto za kifedha au kifamilia, kukosa msaada wa kihisia kutoka kwa mwenza au familia, uchovu wa kukosa usingizi wa kutosha, pamoja na historia ya matatizo ya afya ya akili. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, takriban ya watoto milioni 13.4 walizaliwa njiti mwaka 2020, sawa na 9.9% ya vizazi vyote. WHO inaeleza kuwa moja ya sababu kubwa inayoongeza hatari hii ni pamoja na msongo wa mawazo kwa mama mjamzito. Pia Wizara ya Afya ya Tanzania ilionya kuwa msongo wa mawazo ni miongoni mwa sababu zinazochangia matatizo ya lishe na afya ya mtoto katika siku 1000 za mwanzo, yaani kutoka mimba hadi mtoto kufikisha miaka 2. Kwa kuangalia takwimu hizi, ni wazi kuwa msongo wa mawazo kwa mama mjamzito ni tatizo kubwa lenye athari za moja kwa moja kwa afya ya mama pamoja na mtoto. Hivyo mara nyingi wataalamu hupenda kuwashauri mama wajawazito kula lishe bora, kufanya mazoezi mepesi, kuongea na watu waliopo karibu, kuhudhuria kliniki ya wajawazito, kujipa muda wa kupumzisha akili na kufanya vitu wanavyovipenda kama kusoma au kusikiliza muziki wa utulivu ili tu kujiondoa katika hali ya msongo wa mawazo. Ni jukumu la jamii, serikali na wahudumu wa afya kuhakikisha kuwa mama mjamzito anapata msaada wa kisaikolojia na kijamii ili kulinda maisha ya mama pamoja na mtoto kabla hajazaliwa. Makala hii imeandaliwa na kusomwa kwako na Faith Olomi. Mara baada ya afya storyline ya wiki hii, sasa twende tukatazame maoni ya wananchi, wao wanauelewa gani juu ya msongo wa mawazo hususan kwa mama mjamzito. Yaani msongo wa mawazo ni kitu ambacho sio kizuri kwa mama mjamzito, kwa sababu unamsababishia anakuwa anapata magonjwa, anakuwa hana amani, na kitu ambacho akiwa hana amani inakuwa inamletea shida mama mjamzito. Mimi mwenyewe kipindi nikiwa mjamzito niliwahi kupitia hicho kipindi. Baba watoto wangu kuna namna lakini nilienda madaktari wakanishauri natakiwa niwe napata muda wa kukaa na watu, naongea na watu vizuri, na vitu kusocialize na watu hivyo. Na kitu ambacho kilinisaidia sana hicho, nilijitahidi hata kama nikiwa na msongo wa mawazo
nakaa na wale watu ambao naweza nikapiga nao story, naweza nikaongea nao vitu mbalimbali mpaka nikajifungua mtoto. Kwa kweli madhara ya msongo wa mawazo kwa mwanamke mjamzito ni mengi sana. Kwa sababu madhara kwanza yanaanzia kwa mama, lakini pia kwa ile iko tumboni, kwa maana ya kichanga. Madhara ambayo yanaweza yaonekana moja kwa moja ni kwanza ni kudhoofika kwa afya kwa mama mjamzito. Afya yake ina drop sana. Hasa afya kidogo kwa mama mjamzito, pia afya ya mtoto inadhurika. Lakini pia madhara ni kipindi cha kujifungua, anapata uchungu sana, yani uchungu umeongezeka kwa maradufu, yani ile mawazo afuta na anajifungua. Lakini pia damu zinatoka nyingi sana msimu wa kujifungua, ambazo zinapelekea pia madhara kwa yule ambaye anazaliwa, kwa maana kile kichanga ambacho kinazaliwa anaweza kuzaliwa akiwa na shida za kihormoni, au kwa maana vile viungo vimelegea sana, kwa sababu ya nini? Ule msongo wa mawazo ambao upo kwa mama yake ambaye kipindi alikuwa mjamzito. Kwa upande wangu mimi, msongo wa mawazo kwa mama mjamzito, sana sana msongo wa mawazo uliopitiliza una athari nyingi. Isipokuwa athari zifuatazo ni kama anaweza akazaa mtoto ambaye ana kilo chache, au anaweza kapelekea kupoteza ujauzito kama mimba ikiwa ni kuanzia mwezi mmoja mpaka miezi mitatu. Lakini kwa miezi mitatu mpaka miezi sita anaweza kapelekea kujifungua kabla ya muda, ambaye akazaa mtoto njiti, na mtoto huyo anawezekana kupoteza maisha, au akiwa hai atakuwa anapitia changamoto tofauti tofauti. Akifanikiwa kupitiliza miezi sita mpaka miezi tisa atazaa mtoto, lakini mtoto atakuwa na afya mbaya, atakuwa na maradhi tofauti tofauti, atakuwa na kilo chache, na pia itampelekea mama ugonjwa wa ule mawazo baada ya kujifungua, kwa Kiingereza wanaita postpartum period, ambao kitu sio kizuri kwenye afya, kwa sababu mama mjamzito atakiwa kuwa na mawazo kupitiliza, anatakiwa apate muda wa kupumzika na vitu vingine, ili kuweza kujifungua salama na mtoto kuwa katika hali ya usalama. Umeweza kuona namna ambavyo wameelezea kwamba msongo wa mawazo unaweza kusababishwa na namna tofauti tofauti kulingana na wao walivyoelewa, na namna wanavyoelewa msongo wa mawazo unavyopelekea athari kwa mama mjamzito. Baada ya kutazama maoni hayo ya wananchi, ni wasaa sasa wa kwenda katika chumba cha daktari ili kuweza kufahamu kitaalamu kuhusiana na swala hili la msongo wa mawazo kwa mama mjamzito. Kwa kuanza, daktari, nini maana ya msongo wa mawazo? Kwanza akifika katika kumpima vipimo vyake utaona BP zake zimepanda sana, lakini katika kumhoji kwake utaona jinsi anavyokujibu ni tofauti. Anaweza kuwa hajachangamka, anaweza kuwa hapendezwi na kila kitu, ukamuelekeza vitu vya kumfurahisha, vitu vya kufanya labda na mwenzi wake au kumlinda mtoto wake, hakusikilizi, hakutazami usoni, haulizi maswali. Hii inaweza ikaonyesha kwamba ana msongo wa mawazo kwa namna moja au nyingine. Tukianza na upande wa mama mwenyewe, anaweza kupata athari zifuatazo kama akiwa na msongo wa mawazo. Cha kwanza, anaweza akapata pressure. Msongo wa mawazo kipindi cha ujauzito unapelekea pressure, na hii pressure kama ataipata ataenda nayo, ikifikia hatua itapelekea kitu tunaita kifafa cha mimba. Maanake atapata degedege au atapata hali ya pressure kali wakati wa ujauzito, na ni mbaya, inaweza ikapelekea hata mtoto akafariki tumboni wakati wa kujifungua. Lakini pia kwa upande wa mtoto wake, anaweza kapelekea mtoto akazaliwa kabla ya wakati, tunaita prematurity. Lakini pia inaweza ikapelekea mtoto akazaliwa na uzito mdogo, tunaita low birth weight, kwa sababu ya msongo wa mawazo. Mara baada ya kupata maelezo hayo muhimu kutoka katika chumba cha daktari, na sasa twende tukatazame clinical message ya wiki hii. Clinical message. Clinical message ya wiki hii inatufungulia uwanja kwa ajili ya kurejea tena ama kurudi katika chumba cha daktari ili tuweze kufahamu nini ushauri wa daktari kuhusiana na mada yetu ya leo. Daktari, nimerejea tena kwako ili kuweza kufahamu nini ushauri wako sasa kwa jamii na wamama wajawazito ili kuweza kujikinga na huu msongo wa mawazo. Sawa, kwanza kabisa mimi ningependa kuwashauri wenzi wao hawa mama wajawazito
Jamani, mke wako akiwa mjamzito, rafiki yako, jamani, tujifunze kuwa nao karibu. Ndio wakati mzuri wa kuwapa furaha, ndio wakati mzuri wa kuwashauri vitu vizuri, kuwaelekeza namna watakavyojifungua, kuwa nao kipindi kizima cha ujauzito mpaka siku labda 42 baada ya kujifungua. Kikubwa tuwe nao karibu, tuwasaidie kwenye shida zote wanazozipata. Lakini mwenzi wake mjamzito, naomba jamani, ni vizuri zaidi uambatane na mwenzio hospitali wakati wa kupata matibabu, wakati wa kliniki. Hii inampa moyo na kumpa nguvu kwamba atajifungua kwa amani. Na huo ndio ushauri wa daktari ambao ameweza kuutoa kwa jamii, halikadhalika kwa mama wajawazito, ili kuweza kuepukana na madhara ambayo yanaweza kusababishwa na msongo wa mawazo kwa mama wajawazito. Na awali aliweza kuelezea sababu za msongo wa mawazo na akagusia pia madhara ambayo yanaweza kujitokeza kwa mama mjamzito ambapo anapokumbwa na msongo wa mawazo. Na sasa ni wasaa wa kutazama Clinical Puzzle ya wiki hii. Clinical Puzzle. Clinical Puzzle. Siku zote Clinical Puzzle inakupa wasaa wa kutafakari na kufikiria. Hivyo tuachie maoni yako katika uwanja wetu wa comments na maoni yako yatasomwa katika kipindi kijacho. Mtazamaji wa SAUT TV, mpaka kufikia hapo sina la ziada ndani ya kipindi hiki cha Home Clinic. Kumbuka tu ya kwamba mada ya leo ilikuwa inaangazia athari zinazoweza kusababishwa na msongo wa mawazo kwa wamama wajawazito. Hiyo ndio mada yetu ambayo tumeiangazia. Mwaweza kutazama maoni ya wananchi wakieleza namna wao wanavyoelewa kuhusiana na mada yetu ya leo. Pia umeweza kutazama mambo kadha wa kadha kutoka kwa daktari wetu wa damu, ambapo ameelezea nini maana ya msongo wa mawazo. Ametaja sababu ambazo zinaweza zikapelekea msongo wa mawazo kwa mama mjamzito. Pia amegusia madhara ambayo yanaweza kujitokeza na akatoa ushauri wake. Kikubwa ni kutumia ushauri wa mtaalamu wa masuala ya afya ili kuweza kukabiliana na msongo wa mawazo hususan kwa wamama wajawazito. Nikutakie wakati mwema. Kwa hili kwa sasa, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok pamoja na YouTube. Jina ni moja tu, SAUT TV TZ. Uwe na wakati mwema. Home Clinic.